بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان أفصح لسان من أنزل عليه القرآن، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد, hatuna budi kuregesha shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola muumba wetu, Mola aliyetujalia kuingiliwa na mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhani, mwezi ambapo daraja hufanywa kubwa zaidi za thawabu, mwezi ambapo kila amali njema ya mara kadhaa yaongezwa zaidi, mwezi ambapo bila shaka tulikuwa tukisoma Qur'ani katika zama za nje, katika malanti, katika wakati mwingine mbali na Ramadhani, kwa sasa itakuwa ni aula zaidi tuisome Qur'ani, na kila tukisoma Qur'ani kwa vizuri ndivyo inavyozidi kuwa kumfurahisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio thawabu zaweza kuzidi kuwa nyingi na za kuzidi kutufurahisha ikiwa tutaweza kushikana na kusoma Qur'ani vizuri anavyopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo tumekutana tena insha Allah Ta'ala kuzungumzia kuhusu harufu ya 13 ambayo ni harufu ya Shin. Harufu ya Shin ni katika harufu ambazo zatoka ndani, sio ndani kabisa, lakini zatoka ndani ya mdomo. Kuna harufu ambazo tumesema zatoka mbele ya mdomo, kuna harufu zatoka ndani ya mdomo, na kuna zingine zatoka nyuma zaidi, lakini hii inatoka ndani kwenye mdomo, na ni harufu ambayo yapitisha pumzi na sauti. Unaposoma Shini, sauti yapita na pumzi yapita bila kuziviwa. Ni sauti ambayo iko katikati baina ya nguvu na udhaifu. Ni harufu ambayo ni harufu ya tafashi, kwamba sauti ya enea ndani ya mdomo mzima. Ukisoma Shini, wajaribu ile sauti sitoke pahala pamoja. Ndio yatokamana na ulimi, lakini wajaribu ile sauti enee katika mdomo mzima, licha kwamba hufungui. Si masala ya tafkhim kama tunavyofanya katika re na harfu nyingine, bali hii ni masala ya kwamba tu wajaribu ile sauti ienee mbali na kwamba ulimi unakuwa chini na mdomo pia unakuwa umeemeza ulimi kiasi fulani, lakini yatoka kwa kuenea ndani ya mdomo mzima. Harufu hii yatokamana na sehemu ya juu ya ulimi. Wakati unapozungumza, kuna sehemu ya kati ya ulimi, hili ndio inapogusa katika makaka, katika sehemu hizi za juu za ambazo waziita palate kwa lugha ya Kiingereza. Palate hizi huguswa na ulimi kwa juu, basi ndio ikaweza kutoa sauti ya Shini. Ukisikiza, ukisema, ukitaka kutoa sauti kwa vizuri na harufu kwa vizuri, kama tulivyoelezea, ni kusoma hamza fatha a, alafu ile harufu ambayo waitaka uilete kwa sakna. Mathalan, nikitaka kusoma Shini, nitasemaje? Nitasoma ash a ash, naleta hamza fatha a, alafu naleta Shini. Ndipo ukitamali utasikia kwamba mimi sauti yangu imetoka pahala gani. Ikiwa umeona imetoka pahala pazuri vile tunavyoeleza hapa kwamba yatoka katikati ya ulimi, ambapo ulimi wenyewe umegusa katika makaka ama paleti za juu kwenye mdomo, basi hapo wewe ujue kwamba watoa harufu inavyotakikana. Ukiona pengine Shini yako atoka sehemu nyingine yote, jaribu ujizoeze mpaka itoke pale panapotakikana. Hii ndio makhraji ya Shini. Tukiangalia hapa tutaona kwamba ulimi wapanda juu, na kipanda juu
wagusa sehemu ya juu ya mdomo, ambapo hapo pana pumzi zinashikana na zinashindana, hapo patoka sauti maalumu ya shini, na lazima parejee, usifanye ile ikawa ni imebana kabisa. Lazima pawe na nafasi itoke ile pumzi na ile sauti itoke vizuri. Lao tabana kabisa itakwako haikutoka vile inavyotakana. Kwa hivyo ni usome ashhadu mathalan, kitu kama hicho. Kadhalika hii ndio pahala panapotoka shini, na mifano yake ni kama haya yafuatayo hapa: ashya, ashya, ashya. Tutasikia hapa tukisoma a shini imetoka kwa kuendelea, ni kwa kuvumu, kwa sauti yaendelea, haikubanika. Sikusoma ash ikawa pengine ni kama jimu, nimesoma na nimeipatia nafasi. Ashyaa, ashyaa, ishtarau, ishtarau, ishtarau. Kadhalika mfano mwingine wa dhumma wa sakna ni yushriku, yushriku. Lahidh, usikize kwamba ninaposoma hata kama ni sakna nisisome yush, pale utakuwa nimekosea. Nisikate yush, nisitie fataha wala kasiri wala dhuma, nisisome yushu wala yushi wala yusha, nasoma yushriku. Mfano mwingine ni min sharri. Kama kuna mathalan kuna harufu za idghamu hapa, kuna harufu ya ikhfai, kuna nuni sakina imetangulia, basi ile nuni sakina huwa ikidirhimishwa na ikileta ikhfai, ile ikileta na ghunna. Hii ni ghunna, unapoileta waileta ghunna katika makhraji ashin. Ghunna yako waileta pale panapotoka shini. Ile nuni yenyewe huileti pale panapotoka nuni, waileta nuni pale panapotoka shini. Min sharri, kama kwamba waitia shada tu ile shini, lakini iko mvumo wa nuni ambao utatoka katika pua, lakini wajaribu kwamba yatoka pale penye harufu ile ambapo wakusudia kuidirimisha, kama kuifanya ikhfai. Ashirk ile ni mfano wa shadda. Ashirk ni lazima uziwie kwa namna hiyo, sio ukazishika mpaka zikawa pengine zitakushinda. La, usome na kuna hali ya rakhawa. Rakhawa ni kwamba pumzi na sauti itatoka. Ashirk. Mfano mwingine ni hono wa yahshuruhum. Shini ina dhumma, imetanguliwa na sakna, utaleta sakna kama kawaida. Yahshuruhum. Mbele ile reo utaleta tafkhim yake kama kawaida, yahshuruhum, bila kuathirika na hii shini. Ukasoma yahshuruhum, utaleta kwa tafkhimi kama inavyotekana, yahshuruhum. Kadhalika mfano ahushu ala ghanami, utaiweka ni mfano mwingine wa shini, ambao shini takriban haina hukumu nyingi ambazo tutakazo kuzeleza katika masala ya tajwidi, isipokuwa ni yenyewe namna kuitoa inavyotakana. Na si harufu ngumu, pia ni harufu iko katika mazoea yetu mingi. Watu wengi wamezoea kuitamka shini inavyotakana, haiwezi kutusumbua sana, lakini ukitotamali itakusumbua. Mubashirina, ashura, zote hizo ashura. Ukitotoa nafasi vizuri, hiyo shini yako haitotoka vile inavyotakana. Shini yako itatoka kinyume, na hapo itakuwa sasa wewe watoa harufu nyingine, kama tutakapokueleza mifano ya harufu nyingine ambazo lau itapambana nayo yaweza kuathirika. Tumesema kwamba shin hukumu zake katika tajwidi ni mbili peke yake. Moja ni kwamba ikipambana na nuni sakna, waleta ikhfai. Na ikhfai tumesema ni kwamba ile nuni sakna waidighimisha, waitia katika sehemu makhraji ya shini, na badali ya kusoma ni shini safi, wasoma shini ambayo imeingiliwa
na uzito fulani. Wasoma min sharri, min sharri, wavuma kiasi ili ipate itoke ghunna, na ghunna lazima kama tunavyokumbuka ni kwamba ni haraka mbili. Min sharri alwaswasi, wasoma namna hiyo. Na kadhalika tumesema kwamba shini lau itapambana na al ambayo huwa katika kila mwanzo wa kilma, basi al kama hii ni ile lamu yake itakuwa itadighimishwa. Ukisoma kama katika mfano wa ash-shamsu, ash-shamsu wash-shamsi wa duhaha, wash-shamsi, wash-shamsi, hapa utakuwa utaisoma kwa idghamu ile lamu, na utasoma kama shine yenye shada ile lamu, kama kwamba itakuwa haina kazi tena, sasa haina athari ya dhahir. Katika nuni iko ghunna min sharri, lakini katika ash-shamsu utasoma ni shine tu kama ambayo ina nini, inayo shada peke yake, utasoma ash-shamsu. Katika matatizo ambayo hutokea watu mara nyingi katika shini ni masala ya kutofungua kutofungua fataha, sasa kuitoa fataha inavyotekana. Ukitaka kusema basharan, basharan, ukasoma basharan, 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 mtu akitota mali zuri atasema inasoma fataha basharan, lakini si fataha hii, nimefanya ikhtilas. Ikhtilas ni kuikata haraka, ni kuikata ile fataha, badala ya kusoma basharan, 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 nasoma basharan. Kwa katika makosa ambayo mtu anaweza kupenda akisikia aweza kuona aona kwamba yasoma sawa, lakini ikawa sio sawa inavyotekana. Kwa hivyo ni lazima tukisoma shini tujaribu kujitamali basharan, basharan. Kadhalika tunaweza tukasoma shini tukaikata isitoke ile haraka yake inavyotekana, kama alivyoelezea wakati unaposoma ukasoma yashtari, yashtari, ama ashakirina, ashakirina, ashakirina. Ukitovuta namna, ukitotoa ile rakhawa, ukitoendelea kidogo katika hii harfu ya shini, basi ile rakhawa yake haitoki, ile tafashi kwamba ile harufu ienee katika mdomo, pia huwa haiwezi kutoka vizuri wakati unaposoma ukikata haraka yake, ukaizikaza zaidi kuliko inavyotekana ukisoma yashtari ama ashakirina. Kadhalika pengine mara nyingine waweza kuwa kuna harufu mbele waitarajia yaja, mathalan katika ash-shamsi, wash-shamsi au wash-shamsa. Katika Qur'ani imekuja wash-shamsi, wash-shamsa, zote ziko katika wash-shamsa wal qamara qaddarna manazila, nani nasemaje leo katika sura ya Yasin, wash-shamsu tajri, wash-shamsu tajri. Tayeb, tunarejesha nyuma kidogo. Haya, tayeb, ash-shamsa ama ash-shamsi ama ash-shamsu, wash-shamsu tajri limustaqarri laha, dhalika taqdiru al-aziz, wash-shamsu tajri limustaqarri laha, dhalika. Hii ni ash-shams, pengine kwa kuwa kuna sini mbele, ukitota mali waweza kuitoa hii shams shini kama sini, kwa kuwa wewe pupa lako na akili yako katika sini kwa kuwa ziko karibu, pia waweza kuitoa shini ikatoka kama sini, ikatoka shams, shams, ash-shams, ikawa kuna kitu kimetoka cha sini ambao sivyo inavyotekana, itakana uzitoe vizuri. Kadhalika katika mambo ambayo napenda kuyaangazia ni masala ya shini kuitia fataha inavyotekana. Kama tulivyonena, lazima iwe fataha yake iwe ikiwa ina fataha, na ikiwa ina kasiri kama tulivyotangulia nyuma, kama mfano wa ashara, tilka asharatun, asharatun, kama ile bashara tulivyosoma nyuma, na asharatun. Mara nyingi mtu atakwambia ashara, 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 hiyo si sawa. Ufai kusoma ashara, ni ashara, ashara, kwa fataha zote, harufu zipate fataha inayotakikana. Pengine ikiwa shini imetanguliwa na dhuma, waweza mtu akaifanya ishmam. Ishmami ni kufunga mdomo kwa mbele, mdomo ukawa umeukaza mbele, ukasoma badala ya kusoma bush, bush, ukafungua mdomo kwa sawa, bushra,
ukasoma bushra, bushra, ukasoma bushra, bush, ukafunga mdomo tayari, kwa sababu nyuma kuna dhuma pengine na mbele kuna tafkhim ya re, ukatafunga mdomo wako mapema wewe, au ukachelewa kufungua mdomo unavyotakana, ukasoma bushra, bushra. Kwa hivyo utamali namna gani utazipambanua hizi harufu zipite zinavyotakana, bushra. Kadhalika katika masala mengine ambayo tutakana tuyatie akilini kama tulivyoelezea, ni masala ya kufungua fataha na kuifunga kiasi. Waweza ukaambiwa kwamba wewe ukizungumza fataha, zungumza na mdomo wako ukiwa wazi, usifunge mdomo ukaibana ile fataha yako, katika kule kuifungua kwako pengine ikafika mpaka ni katika masala ya imala. Imala ni kutia harufu kama ya e, badala kufungua fataha a ikawa ni e. Mfano idha shaa, ukasoma idha shaa, wajaribu kwamba ile sha isitoke sha, pengine umeambiwa wewe soma sha, usisome sha, sawa, usisome sha sababu sha ina sauti ya tafkhim. Kwa hivyo takao usome shaa, tofauti na shaa ama shaa, yote mawili hayafai. Ama usome a'udhu billahi minash shaitani, la, takao usome a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kadhalika al-isharu, kuna tafkhim mbele ya re, usibabaike ukasoma al-isharu. Shini haina kazi katika masala tafkhimi, na pengine katika masala mengine ya imala tukiendelea zaidi huko katika miaka itakayokuja, si sasa. Hivi sasa tuangalie kiraa chetu ambacho tulichonacho cha Hafs, ambacho ndio kiraa tukisoma kila siku, tukirakiz na tukiangalia peke yake. Inshallah siku nyingine pengine itabidi tueleze masala ya nani anasoma shea, hayo masala mengine, lakini kusoma kwa shaa ndivyo inavyotakana, sio shea wala si shoa, namna hiyo. Ashiyan waweza kusoma pengine mtu kutoitia kasiri kisawasawa, ashiyan ilete kasiri kisawasawa, ashiyan. Kadhalika dhumma waweza pia ukaisoma kwa kukata, ukisoma wa idhal wuhushu hushirat, soma vizuri wa idhal wuhushu hushirat, uilete vile inavyotakana, na Mwenyezi Mungu atatupa thawabu kwa qiraa chetu na namna yetu ya kusoma. Mungu atuwafikie katika, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, atuwafikie kila yenye kheri. Walafu minkum wa shukran. Bismillahir rahmanir rahim. Warattilil Qur'ana tartila.